Bwana, tumeweza kuona namna ambavyo Shamsa Ford alivyoweza kumchana dada yetu Irene pamoja na Kajala pamoja na Wolper, na kitu ambacho alichoweza kukizungumza ni kwamba anashangazwa na ujio wao hawa watu wawili, jambo ambalo limewafanya watu wengi washindwe kuweza kuzungumza namna ambavyo mambo yalivyokuwa. Sasa Shamsa Ford ameweza kuzungumza akisema kwamba Wema Sepetu ni moja kati ya mwanamke ambaye ni mvumilivu sana na ni mtu ambaye mwenye moyo wa hali ya juu. Hawa watu wamekuwa watu ambao wanatamani kuweza kumuona dada ya watu wakiwa katika mfadhaiko, lakini mimi niko hapa kwa ajili ya kuweza kusolve kila tatizo ambalo linalomtokea dada Wema, kwa sababu amekuwa akipitia changamoto nyingi sana katika maisha yake. Hivyo mimi nimekuwa kama kipaumbele chake kuweza kumfanya awe na amani na furaha katika maisha. Najua kuna wengi ambao wamekuwa wakimzungumzia vibaya juu ya haya ambayo yanayoendelea sasa, lakini ndo kama hivyo, mambo yanazidi kubadilika kadri siku zinavyozidi kwenda, na kila mtu anatamani kuweza kufahamu ukweli juu ya haya ambayo yanayoendelea. Lakini ndo kama hivyo, mambo yamekuwa mengi juu ya haya ambayo yanayoendelea sasa, na kila mtu anatamani kuweza kufahamu ni kitu gani ambacho kinachoendelea katikati ya hawa watu wa nne. Lakini ndo kama hivyo, Shamsa Ford yeye kwa upande wake ameweza kuzungumza akisema kwamba kiukweli tunatakiwa kuweza kuwa na marafiki ambao watakaoweza kutufaa kwenye shida na laana, sio kuwa na marafiki ambao mara zote wanajali maslahi yao wao binafsi. Na kwa kauli hii watu wengi wameshindwa kabisa kuweza kuelewa. Moja kwa moja waliweza kuzungumza mengi wakisema kwamba hapa kuna kitu kikubwa sana tunatakiwa kuweza kujifunza, kwa sababu huyu binti huwa haongeagi kitu simple kama vile ambavyo tumekuwa tukizoea, na huyu ukiona anaongea basi ujue kuna jambo zito ambalo analifahamu na anatamani kuweza kulifafanua zaidi juu ya kila kitu ambacho kinachoendelea kwa kipindi hiki. Bwana, mambo ndo kama hivyo. Mimi naomba nikusihi, kama ndo mara kwa kwanza, basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.